Kwa kwanza napenda nimpongeze au niwapongeze marais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na wapongeza marais wetu hawa kwa sababu wamesimama kidete katika kulinda na kuhifadhi muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Na kesho tarehe 26 tukijaliwa, muungano wetu unatimia miaka 61 tangu uasisiwe. Lakini pia napenda nichukue fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano, kakaangu Hamadi Yusuf Masauni, kwa namna bora anaposimamia wizara hii, wizara muhimu katika taifa letu, wizara ambayo inahusiana na masuala ya muungano pamoja na mazingira. Lakini pia nimpongeze naibu waziri wa wizara hii, ndugu yangu Hamisi Hamza Hamisi, kwa namna bora na umahiri wake anaposimama bungeni hapa, anapojibu masuala ya wabunge na kutatua shida mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa sababu tangu akamate wizara hii tumeona mabadiliko makubwa kuhusiana na mambo mbalimbali, hususan changamoto zile ambazo tulikuwa tukiziona kupitia wizara hii, wizara muhimu ya muungano. Na kazi hii nzuri ambayo anaifanya Mheshimiwa Waziri, nafikiria hata ndugu zetu wa jimbo la Kikwajuni watafikiria vizuri zaidi namna gani aweze kumuongeza tena fursa ya kuweza kuliongoza tena jimbo la Kikwajuni akiwa kama mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nakuwa napenda ni vipongeze vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Licha kuwa wana majukumu mbalimbali ya ulinzi, lakini pia vimesimama kidete katika kulinda muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nianze mchango wangu kwa kuipongeza serikali kwa namna ambavyo sasa tunaona mashirikiano mazuri kati ya taasisi zile za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na taasisi za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipindi sio kirefu sana tuliwahi kutoa ushauri kupitia serikali, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani, na kama utakumbuka Mheshimiwa Waziri wakati huo ulikuwa waziri wa Mambo ya Ndani, tulitoa ushauri baada ya kupata malalamiko kupitia jeshi letu la zimamoto na uokozi kuwa wana uhaba wa wataalamu wa masuala ya uzamiaji na uokoaji katika matukio mbalimbali ambayo yanatokea katika maji, kwa maana ya bahari pamoja na maziwa yetu. Tulitoa ushauri kuwa badala ya kutumia gharama kubwa serikali kwenda kuwapeleka maafisa wetu hawa pengine nje ya nchi, lakini tulitoa ushauri wa kuwa kule Zanzibar kuna kikosi maalum kinaitwa KMKM, ni wabobezi katika masuala haya ya uokozi na uzamiaji katika masuala ya maji na maziwa. Ushauri huu ulipokelewa vizuri na jeshi la zimamoto na uokozi lilipeleka vijana wake kule Zanzibar wa kuweza kupata mafunzo na wakahitimu, na hivi sasa hivi jeshi letu limeongeza idadi kubwa ya wataalamu wanaweza kufanya kazi zao hasa panapotokea majanga katika maeneo ya maji. Kwa hiyo niipongeze serikali kwa jambo hili kwa sababu limeendelea kuonyesha ushauri ambao unatolewa na wabunge basi unakuwa unapokelewa na unafanywa kazi. Lakini ni vile vile niendelee kuipongeza serikali kwa hivi sasa tumeshuhudia mara kwa mara kila panapotokea fursa za ajira, tumeona ule uwiano wa nafasi za ajira katika taasisi za muungano umekuwa umeimarika. Zinapotokea ajira basi huwa zinaangalia maeneo yote mawili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kiukweli hili limekuwa likifurahiwa sana na vijana wetu kwa sababu fursa za ajira zimekuwa zikitoka lakini zinapatikana kwa vijana wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niwapongeze serikali kwa namna ya usimamizi huu mzuri ambao unatenda haki kwa pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar huu
ulivyoanza ulianza katika namna tofauti tofauti, lakini historia inatuonyesha kwa muungano huu ulianzishwa pia kwa kupitia vyama vyetu vya michezo. Kulikuwa kuna matukio mbalimbali ya michezo ndio yalosababisha viongozi wetu kukutana na hatimaye kufanyika kwa mapinduzi ya Zanzibar, lakini vile vile kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika bara, Tanzania bara. Kwa hiyo niipongeze serikali, jana tarehe 24 serikali imerejesha tena ile jambo ambalo tulikuwa tukilisema sana hapa bungeni la historia ya kuanzishwa kwa ligi ya muungano. Jana imeanza na hili tunalifurahia. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Hebu nilikuwa naomba nimalizie. Hitimisha. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa ajili ya kusimamia hilo, lakini la kumalizia, fursa hizi ambazo zimepatikana katika michezo zimekuwa zikiwahamasisha vijana wetu kuweza kuona vipaji vyao mbalimbali ambavyo vya michezo, na muungano huu umesaidia sana, umesaidia vijana wetu. Ukiangalia kwa Zanzibar sasa hivi kuna vijana ambao wako wanafanya kazi zao Tanzania bara, hususan katika suala la soka. Naomba niwataje wachache ambao wananufaika na ajira katika. Wa kwanza ni Faisal Salum Feitoto, wa pili Sergeant Ibrahim Baka, wa nne Mudasir Yahya Abbas, wa tano ni Shehani na Makame Laurent na Hilika. Hawa wote ni vijana wa Zanzibar, lakini hivi sasa hivi wanapata ajira na wanaendesha maisha yao huku Tanzania bara. Baada ya hayo machache, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Shauri Moyo, naunga mkono hoja.